Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala umuri dini wa duniaya. Leo tulikuwa tunakumbushana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama amesema katika hadithi yake kwa kudukumbusha wanadamu, Waislamu, muumini yoyote kuhusu kitabu Al-Qur'an. Mwenyezi Mungu ametuambia, na niliwateremshia kitabu kuwa ni mawaidha kwenu, kitabu kinachomuongoza Muislamu kwenye haki iliyokuwa sawasawa. Sasa unajikuta baadhi ya Waislamu wanaikimbia Qur'ani na kuisahau, lakini fadhila za Qur'an Rasulu sallallahu alayhi wasallama amezieleza kwa kutokana na hadithi yake aliposema, iqra'ul Qur'ani, soma Qur'ani wewe Muislamu popote ulipo, kwa kila wakati wako, kwa muda wako, kwa taimu yako, kwa nafasi unayopata. Tumia muda wako mwingi kusoma Qur'ani. Kwa nini? Fa innahu ya'ti yawma al-qiyama ash-shafi'an lisahaban. Kwa sababu hii Mtume anasema, kwa sababu hii Qur'ani unayosoma, sayati yawma al-qiyama, itakuja siku ya Kiyama, siku wanadamu watakuwa hawana mtetezi, hawana wakili, hawana msaidizi yoyote atakaye watetea kwa mambo yao, kwa dhuluma zao, kwa ubaya wao, kwa mambo waliofanya hapa duniani. Lakini mtetezi wako atakuja kuwa ni Qur'ani. Fa innahu yati, hakika hii Qur'ani tunayowahimiza, tunayowakumbusha kusoma kila wakati wenu, sayati yaumal qiyama, itakuja siku ya Kiyama, itakuja kukutetea na kukuombea kwa Mwenyezi Mungu, kufutiwa madhambi yako na kuingizwa peponi. Hii Qur'ani ni dhikri, yani ni ukumbusho kwa ulimwengu, kwa wanadamu. Kwa hiyo atakayetaka kuongoka au kutaka thawabu kwa Mwenyezi Mungu au kujenga akhira yake, basi soma Qur'ani muda wako wote. Inshallah biizni rahman, kwa darasa litakalo kuja inshallah tutazungumzia ukubwa wa Qur'ani. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Qur'ani inatibu kila maradhi aliyokuwa duniani.